Sisi ni wafuasi wa Yesu Kristo na ni tamaa yetu kwamba watu watapata kumjua kivyao na kwamba Yesu Kristo ataridhika, atafurahia kujifunua kwa mioyo ya wengi, kwa sababu yeye yuko hai. Yesu Kristo yuko hai. Hatuhubiri mtu ambaye hayuko hai. Tunahubiri Yesu Kristo ambaye yuko hai, ambaye ameshinda kifo, ambaye hadi siku ya leo wakati neno lake linapohubiriwa analichukua na analitumia, anafunua roho za watu kuisikia, anafunua roho za watu kuipokea, anafunua mioyo ya watu ili wapate kuona utukufu wa yale mambo ambayo yanatangazwa katika injili yake. Tumaini letu liko katika yeye. Tumaini letu liko katika kazi yake. Tumaini letu liko katika uwezo wake. Kwa hivyo mtoto mdogo akiniambia hasikilizi ninatumaini kwamba Mungu Mwenyezi ana uwezo wa kumfanya aweze kusikiliza. Mwingine akitutusi kutoka kule kona, ninatumaini kwamba Mungu anaweza kumfunua roho yake ili auache kufanya uwe mgumu na aweze kuona utukufu wa yale mambo yanayozungumziwa, na amwamini Yesu, na katika kumwamini Yesu apate uzima wa milele na apate wokovu wa kweli. Hiyo ndio tamaa yetu, hiyo ndio bidii yetu, hiyo ndio inatuleta hapa wiki baada ya wiki, hiyo ndio inatuleta hapa Jumapili baada ya nyingine. Hilo ndio tumaini letu. Na ninataka kusoma leo kutoka kitabu cha Isaya mlango wa 55 kutoka mstari wa 1 hadi wa 7. Njooni ninyi nyote wenye kiu, njooni kwenye maji. Nanyi ambao hamna fedha, njooni nunueni na mle. Njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila gharama. Kwa nini kutumia fedha? Kwa nini kutumia fedha kwa kitu ambacho si chakula, na kutaabikia kitu kisichoshibisha? Sikilizeni, nisikilizeni mimi, na mle kilicho kizuri, nazo nafsi zenu zitafurahia utajiri wa unono. Tegeni sikio mje kwangu, nisikieni mimi, ili nafsi zenu zipate kuishi. Nitafanya agano la milele nanyi, pendo la uaminifu nililomwahidi Daudi. Tazama, nimemfanya kuwa shahidi wa mataifa, kiongozi na jemadari wa mataifa. Hakika utaita mataifa usiyoyajua, nayo mataifa yale yasiyokujua yataharakisha kukujia, kwa sababu ya Bwana Mungu wako, yeye aliye mtakatifu wa Israeli, kwa mwana amekutukuza. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mwovu na iache njia yake, na mtu mbaya na ayaache mawazo yake. Yeye na amrudie Bwana, naye atamrehemu. Arudi kwa Mungu wetu, kwa kuwa atamsamehe bure kabisa. Utasamehewa bure, utasamehewa bure. Hiyo ndio Injili. Utasamehewa bila kufunga bure. Utasamehewa bila safari bure. Njoni, anakuambia, mnafikiri mawazo yangu ni kama yako. Mawazo yangu si mawazo yenu, njia zenu si njia zangu. Kuja nikusamehe bure. Na kusamehe bila sala bure, na kusamehe bila kufunga bure.
nitakusamehe. Akwambia unashangaa, unastaajabu. Njooni na usamehe bure yule mwovu, ache njia zake. Yule mwovu ache njia zake, yule mbaya ache mawazo yake, arudi kwa Bwana Mungu, atamrehemu, atamsamehe bila kufunga, atamsamehe bila pesa, atamsamehe bila zaka, atamsamehe bila sadaka, atamsamehe bila juhudi, atamsamehe bila matendo mazuri, atamsamehe bila juhudi zake, atamsamehe bure. Free forgiveness. Free forgiveness, that is what we proclaim. Free forgiveness, that is what we announce. Come to the Lord. Mungu anatambua hali ya mioyo yetu, kakaangu, na kuhakikishia. Mungu anatujua vizuri sana, anatujua zaidi ya vile ambavyo sisi wenyewe tunavyojijua. Anatuelewa zaidi ya vile ambavyo sisi tunavyojielewa. Anajua uhafifu wetu zaidi ya vile ambavyo sisi tunajua. Mioyo yetu katika Biblia inasema kwamba ni mioyo ya uongo. Mioyo yetu ni mioyo ya kutudanganya sisi wenyewe. Watu wanatembea hapa majengo, wengi sana wanajidanganya katika nafsi zao. Wengi sana wanaketi hapa majengo, hawako tayari kujiangalia kwa jicho la kweli, hawako tayari. Wanajidanganya katika mioyo yao, wanajidanganya katika roho zao. Hata yule ambaye amejidanganya hadi akajizima macho, Mungu anamjua. Mungu anamjua shida yake. Wewe unajidanganya, uwezi kujiona. Mwanadamu anajitetea. Kuna rafiki aliniambia mwanadamu ni the best lawyer wa himself. Mwanadamu ni wakili wake kivyake. Yuko tayari kujitetea kwa kila jambo. Yuko tayari kusema mimi si mtu wa hasira, ala si mimi, ni jamaa mpumbavu. Mimi si muuaji, huyo ndio kafiri. Mimi si muuaji, huyo ndio kafiri. Mimi si katili. Yuko anajua kujitetea. Hayuko tayari kujiangalia vile mahoro yake iko. Si mimi niko na sina subira, ni huyo ajui kazi yake, ni ajui kitu anafanya. Mimi niko na subira mingi. Mimi niko na subira mingi. Mimi uliza marafiki zangu wananijua mimi ni mtu mzuri sana. Mimi sina mdomo mchafu mimi. Ni yule ameanzisha vita. Mimi si mwangi mtu wa matusi. Wanadamu tunajua kujitetea. Na katika sisi kujitetea, hatuna uwezo wa kuona shida yetu. Hatuna uwezo wa kuona uhafifu wetu. Hatuna uwezo wa kuona ufukara wetu. Injili ndio hii. Mungu anaweza. Mungu anaweza kukuona kiasi ambacho wewe hujawahi kujiona. Mungu anakutambua, ndio maana anakufunulia roho yako katika neno lake. Na anajua roho yako iko na shida. Ndio maana anakuambia wewe, kaka yangu Abdul Rahman, ni wewe nimekukujia hapa siku ya leo, nataka kuzungumza na wewe. Wewe Rahim, ni wewe nimekukujia hapa siku ya leo. Ninajua kwamba uko na kiu. Ninajua ni kwamba uko na kiu. Wewe Muhammad, ninajua kwamba uko na kiu. Wewe Rashidi, ninajua kwamba uko na kiu. Wewe Aisha, ninajua kwamba uko na kiu. Wewe Firdaus, ninajua kwamba uko na kiu. Ninajua kwamba roho yako haijatosheka na mambo ambayo umelishwa. Najua umekulisha mengi. Najua umekuwa ukikula mengi. Najua umekuwa ukimeza mengi. Najua umekuwa ukikunywa mengi. Lakini katika hayo yote ambayo umekuwa ukifanya, ninajua bado una kiu. Ni kwa sababu haujui roho yako. Unafikiri unaweza kutuliza kiu ya moyo kwa uongo. Hauwezi. Ni mimi nimeumba hiyo moyo. Ninajua kitu inahitaji. Salim uko wapi? Wewe nimekujia hapa ya leo. Ninajua ya kwamba wewe ni fukara.
Unajua kwamba wewe ni fukara, njooni ninyi mwenye hamna fedha. Mungu anajua wewe ni fukara wa kiroho. Umekuwa ukisali kutoka utotoni mwako, bado moyo unaona ni kama hautoshi. Bado hiyo kilo umekuwa ukiongeza, matendo yako mazuri, juhudi zako nzuri hazitoshi. Bado unagundua mbele ya Mungu Mwenyezi ukisimama hauna kitu ya kuleta mbele yako. Wewe ni fukara. Ubatilifu wa maisha unakutandika. Hauna tumaini inayodumu, hauna tumaini ya milele. Tumaini yako wako pale, matendo yako mazuri yamekuweka pale kwenye kitanda chako cha ugonjwa, na uko pale katika kitanda chako cha ugonjwa unatetemeka, umechawa na hofu. Na ni kwa sababu gani? Unashangaa, Mungu atakubali matendo mazuri nimefanya? Ni matendo mazuri nimefanya itatosha kweli? Siwezi kuwa na uhakika, siwezi kuwa na uhakika. Labda anaweza kuwa amekasirika, labda anaweza kuwa hiyo siku anisikii, labda inaweza kuwa anakumbuka ile siku yenye siku sali, labda anaweza kuwa anakumbuka kwamba mimi ile siku nilikuwa natamani mke wa mwingine, labda anaweza kukumbuka venye nilikuwa ninakuwa na wivu dhidi ya rafiki yangu na biashara yake, labda anaweza fikiria, anaweza kumbuka ule jamaa ambaye nilimuua na nikaficha hakuna mtu anajua, labda anaweza kumbuka hiyo yote. Na mimi nimekuwa nikifikiria itatosha. Inatosha kweli? Unatetemeka pale, wewe ni fukara, hauna fedha, haitoshi. Haitoshi Salim, si unajua wewe Kevo, unasikia nikiongelesha Salim hapo na fikiri wewe uko na nini? Kevin, wewe Salome, uko wapi wewe? Uko na nini? Uko na nini itakudumu milele wewe? John Wambua, uko wapi? Mungu anajua wewe uko na kiu. Mungu anajua wewe ni fukara. Anajua unahitaji usaidizi. Anajua umejaribu kutuliza hii kiu miaka mingi, umeshindwa. Anajua umejaribu kuongeza hii fedha, umejaribu kuongeza, umeongeza, umetoa lori, umetoa pesa, umeuza baisikeli, umesaidia watoto wadogo, umeenda children's home, umefanya hiyo yote, bado umejawa na hofu, bado unatetemeka mbele ya Mungu, bado hauna imani mbele ya Mungu, bado hauna amani mbele yake, bado hauna chochote cha kukutosheleza moyo, bado wewe ni fukara. Unahitaji pesa kaka, unahitaji mali, unahitaji urithi wa milele. Mungu anatujua hali ya mioyo yetu, anajua tulianguka katika baba yetu Adamu. Anajua ile siku baba yetu Adamu na Hawa wakiwa pale katika bustani la Edeni, yule nyoka akaja kwake Hawa na akamdanganya Hawa, akamwambia ukikula hiyo tunda uliambiwa usikule, utakuwa kama Mungu, utakuwa kama Mungu. Hivyo ndio aliambiwa. Alidanganywa naye nyoka, akaamini ya kwamba Mungu anamficha, akaamini ya kwamba Mungu anamnyima, akaamini ya kwamba Mungu hamtaki mema. Na hiyo ndio uongo ambayo iko katika roho ya mwanadamu hadi siku ya leo. Anafikiria Mungu anataka kumnyang'anya, anafikiria akimtumikia Mungu anamnyanyasa, anafikiria Mungu hamtaki mema. Hiyo ni uongo iliwekwa pale na nyoka pale bustani, na hiyo uongo iko katika kila mwanadamu. Hata watoto wadogo wamekuja kukutana nini hapa siku ya leo. Unazaliwa na hiyo uongo kwa roho, unazaliwa na hiyo uongo. Nyoka aliweka hiyo uongo katika mioyo yetu, na hiyo uongo ndio inatawala fikra zetu, hiyo uongo ndio inatawala njia zetu. Mungu ananinyima, Mungu ananifinya, Mungu ananifilisisha. Kwa hivyo wacha niachane na Mungu nifuate hii ingine, wacha niachane na Mungu nifuate hii ingine. Kumbe katika kumwacha Mungu unajifilisisha wewe mwenyewe.
Katika kuachana na Mungu unajifilisisha wewe mwenyewe, unajinyima wewe mwenyewe, unajidanganya wewe mwenyewe, unajifanya kuwa fukara wewe mwenyewe, unajiongezea kiu wewe mwenyewe. Kwa hivyo ufukara wako unazidi, kiu chako inazidi, na watu hawataki kumrudia Mungu. Kwa hivyo huyu shetani anakuja, anaendelea kuongeza katika hiyo uongo. Anasema usirudie Mungu, wewe mwenyewe ndiye ambaye utaweza kujirekebisha. Wewe mwenyewe ndiye ambaye utaweza kurudisha hiyo gap. Ukifanya juhudi nzuri, venye umekosea Mungu unaweza rudisha. Venye umekosea Mungu unaweza kutoa zaka na sadaka, alafu itafanya nini? Utarudi ukuwe sawa. Hivyo ndio shetani atakwambia, akuache ukifanya juhudi zako, ukijaribu ukifanya kutoa rafiki na Mungu tena kupitia kazi zako wewe mwenyewe, kupitia juhudi zako wewe mwenyewe, badala ya kurudi kwa yule ambaye umemkosea, badala ya kurudi kwa yule ambaye umemdharau, badala ya kurudi kwa yule ambaye umemkejeli, unaenda kutumainia katika ahadi zako, katika juhudi zako. Unafikiri utajikomboa kupitia njia zako, kupitia juhudi zako. Na ndio maana Mungu anakuambia hivi, kwa nini unatumia fedha yako kwa kitu ambacho si chakula? Kwa nini unataabikia kitu ambacho hakishindishi? Sikiliza tena nikwambie, kwa nini unatumia nguvu zako? Kwa nini unatumia uwezo wako? Kwa nini unatumia akili zako? Kwa nini unatumia madhumuni yako? Kwa nini unatumia hiyo yote kufanya kazi ambayo haikusaidii? Si umekuwa ukifunga kutoka utotoni, hata hujawahi kosa siku moja? Wewe unafunga hizo siku zote, haukosangi, hata unaongezanga. Unasema ya Saudi ilianza jana, ya Kenya inaisha kesho, nitafanya zote. Unafanya zote, juhudi zako zote unafanya, na bado unagundua moyoni mwako nini? Haitoshi. Bado unagundua moyoni mwako haibalance. Unagundua bado kuna hatia katika roho yako. Unagundua bado kuna lawama juu ya kichwa chako. Unagundua bado hakuna amani ndani ya moyo wako. Ni kwa sababu unatumia nguvu zako, unatumia uwezo wako kununua chakula ambayo haishibishi, kununua maji ambayo hata si maji, kununua chakula ambayo hata si chakula. Binadamu nakwambia hautapona kwa juhudi zako. Juhudi zako mbele ya Mungu, ungeweza kumwona Mungu, ungeweza kumjua Mungu, ungetambua kwamba juhudi zako ni kama vitambara vichafu. Kitambara kichafu, kitambara kichafu, unataabika bure. Unajitafutia ukombozi ili uwe na jambo la kujivunia. Unatafuta sababu ya kujivunia ndio usimame mbele ya watu useme, angalia venye mimi ufunga. Kuweni kama Shehe Abdul, kuweni kama Shehe Salim, kuweni kama yeye ufunga, yeye utoa zaka yake, yeye ufanya hivyo, yeye ufanya hivi, yeye ufanya hivyo. Huyo ako na Bwana. Huyo Mungu anamwangishia baraka, huyo Mungu anamwangishia mambo yote mazuri. Huyo ako sawa. Inatoka wapi? Inatoka wapi? Kwa sababu ulitoa shilingi 100, sababu ulitoa hata lori ya chakula, hadi sasa ndio unapata baraka. Kakaangu, ungejua Mungu, ungejua kwamba juhudi zako haziwezi fanya chochote, haziwezi, hazitoshi unga, hazitoshi unga, hazitoshi unga. Ni maji yasiyoshibisha. Mungu anatoa mwaliko kwako wewe. Huo mwaliko unakuja kwako wewe. Abdi, ni wewe nimekutia.
Mwaliko unakuja kwako wapi? Mimi sina ubaguzi, kwa sababu njia ni moja na ndio pekee. Maji ni kisima cha maji ni moja na ni moja pekee. Chemchemi ya maji ya uzima ni moja na ni moja pekee, na ni Yesu Kristo. Njooni wenye kiu. Haujaitwa kukuja hapa kuchimba kisima, haujaitwa kuchimba kisima. Unaitwa kufanya nini? Kukunywa maji. Maji iko tayari, kuja ndio hii hapa. Yesu Kristo alishuka kutoka kwa Baba yake. Yesu Kristo alichukua mwili. Yesu Kristo ametupatanisha na Mungu Baba katika mwili wake uliosulubishwa pale msalabani. Maji ndio hii hapa tayari. Damu ya Yesu ishamwagika. Mimi sikuiti kuchimba kisima, na kuita ukunywe maji. Abdi, kuja ukunywe maji. Mimi sikuiti hapa ufanye juhudi. Juhudi ishafanywa. Yesu Kristo amefanya yote. Ameshuka toka mbinguni. Alikuwa pale milele na Baba yake katika raha zake. Akaona wewe hauna kitu. Akaona wewe ni fukara. Akaona wewe ni maskini. Akashuka, akazaliwa na mwanamke, akawa maskini yeye mwenyewe ili wewe upate kuwa tajiri hapa. Ni wewe. Sikuiti hapa ufanye juhudi, na kuita ukunywe maji. Yesu Kristo amekufa kwa ajili yako hapa. Amini hiyo. Umepatanishwa na Mungu Mwenyezi katika damu ya mwana wake. Damu ya Yesu ni damu ya Mungu. Damu ya Yesu ni damu ya Mungu. Damu ya Yesu ni damu ya Mungu Mwenyezi, kwa sababu yeye ni mwana wake. Shika maji ukunywe. Wacha na hiyo kazi zako nyingi. Wacha kuchimba kisima, wacha kuchimba mashimo, wacha hizo visima zitakauka, hizo visima haziwezi dumu. Shika haya maji, shika Yesu Kristo. Njooni nunueni divai na maziwa. Ninunue. Njooni ununue divai na fedha, bila gharama. Kuja, tuko na baraka zako wapi? Kuja, tuko na baraka zako nyingi sana. Hizo baraka umekuwa ukitafuta, tuko nazo nyingi sana. Hata uzima wa milele, hata utukufu wa Baba, hata utukufu wa Mwana, hata kurithi ulimwengu mzima na yeye. Kuja ununue bila gharama. Yesu ashakununulia na damu yake. Shika bila gharama wewe Salim. Hapana, unaniambia mimi nimekuwa nikimtusi Yesu maisha yangu yote. Anasema ndio. Sasa shika uoshwe. Tazama kazi niliyokufanyia Salim. Nimeshuka, nimekufa kwa ajili yako. Nimemwaga damu yako ili wewe yako isimwagike. Njoo Salim, njoo, baraka zako ninazo nyingi sana. Nishazinunua, zishanunuliwa. Kazi imekwisha, nishakufa msalabani. Njooni kwenye maji, njoo unywe bure kabisa. Wokovu ni kwa damu ya Yesu peke yake. Wokovu ni neema ya Mungu peke yake, kwa sababu ni kwa neema yake peke yake alitoa mwana wake wa pekee. Angewezaje fanya kitu kama hiyo? Ni kwa neema ya Yesu Kristo peke yake ndio alikubali kushuka. Si lazima angeshuka. Mwana wa Mungu wa milele, mbona ashuke achukue mwili? Mbona ashuke azaliwe na Bikira Mariamu? Kwa nini ashuke? Kwani kuna mtu alikuwa anampiga viboko pale mbinguni ashuke? Ni neema, ni bure.
anakuonea huruma kwa sababu wewe hauwezi fanya kitu. Wewe hakuna juhudi yako inaweza kukuokoa. Wewe hakuna kazi yako unaweza fanya inaweza kukuokoa. Ameifanya bure. Wokovu ni kwa neema pekee yake. Utazama agano lililotolewa, damu iliyomwagwa. Amefanywa kuwa shahidi wa mataifa. Amefanywa kiongozi na jemedari wa mataifa. Mataifa yote yatakuja kwake. Mataifa yote hata yale ambao hayakumjua Mungu wa Israeli yatakuja kwake, kwa sababu Mungu amemtukuza. Mungu amemtukuza mwana wake, amemuinua msalabani na sasa amemuinua kutoka kaburini. Mataifa yote yatakuja kwake. Mataifa yote yatamwabudu. Mataifa yote yatamshukuru. Mataifa yote yatamtukuza. Taifa la Somalia litamtukuza. Taifa la Waborana litamtukuza. Taifa la wote litamtukuza. Taifa la Waarabu litamtukuza. Taifa la Wasaudi litamtukuza. Taifa lote, kwa sababu ameinuliwa, amefufuliwa kutoka wafu, atainuliwa na Mungu Mwenyezi Baba yake. Huyo ambaye amemuinua kutoka wafu, huyo ndiye ambaye atamdhihirisha katika mioyo ya watu. Yesu Kristo mwenyewe atafunua mioyo ya watu wapate kuelewa maandiko na wapate kuona kazi kweli ambao Mungu amefanya katika kumtuma mwana wake wa pekee. Hata hii mji wa Majengo, Mungu Mwenyezi kulingana na mapenzi yake ataita watu kutoka hapa, atawatoa kutoka sehemu zao, atawatoa kutoka madhabahu yao, atawatoa kutoka manyumba yao, atawatoa wote na atawaleta kwake Bwana Yesu Kristo. Katika hili hatuna tashwishi. Katika hili tuna uhakika dhabiti kwamba Mungu jinsi alivyomtukuza mwana wake atamtukuza hakika. Jinsi Mungu alivyomtukuza mwana wake katika kumtoa kutoka kaburi, atamtukuza hakika katika ulimwengu mzima. Kila goti litainama, kila ulimi utakiri kwamba Yesu Kristo ni mfalme, kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Mungu Mwenyezi mwenyewe ameapa. Mungu Mwenyezi mwenyewe atahakikisha haya yote. Kaka yangu, hauoni ukweli wa maneno haya? Kaka yangu, huoni ukweli kwamba unahitaji kuokolewa? Kaka yangu, huoni ukweli wa maneno haya? Kaka yangu, huoni ukweli wa usaidizi unaohitaji katika Yesu Kristo? Kaka yangu, huoni ukweli kwamba wewe ni fukara? Kaka yangu, huoni ukweli kwamba wewe ni mwenye kiu? Kaka yangu, huoni ukweli Mungu amemtuma mwana wake afe ili akutoe hiyo kiu? Amekupa maji tayari ya kunywa, si ya kuchimba. Chemchemi na mwagika, damu ya Yesu Kristo kwako kwa ajili yako, akupatanishe na Mungu, upate kuwa rafiki wa Mungu siku ya leo, upate kuwa mwana wa Mungu siku ya leo, upate kuingizwa katika familia ya Bwana siku ya leo. Can you imagine? Nani hata anaweza fikiria mambo kama haya? Mimi mwanadamu nitawezaje kuwa mwana wa Mungu? Amenipatanisha katika msalaba wa mwana wake. Kwa hiyo rudi kwa Bwana, rudi kwa Bwana, anapatikana. Mwiteni, yu karibu. Nakwambia mwite Bwana siku ya leo. Ni neema kubwa kwa mtaa wa Majengo kwamba injili ya Yesu Kristo inahubiriwa hapa. Ni neema kubwa kwamba injili ya Yesu Kristo inahubiriwa hapa. Kuna mitaa mingi ambayo haijafunguliwa na Mungu injili kuhubiriwa pale. Mungu amefungua mtaa huu injili kuhubiriwa hapa. Neema ya Mungu inatangazwa hapa. Damu ya Yesu Kristo inaandikwa hapa. Yesu Kristo anainuliwa hapa mtaa wa Majengo.
ni neema kubwa, ni neema kuu. Usipuuze sauti ya Mungu. Utapata urithi mkuu badala ya simanzi na kilio ambacho ndio urithi wenu sasa hivi. Mungu anasema hivi, badala ya kichaka cha miba itaota miti ya misunobari, na badala ya michongoma utaota mhadasi. Hili litakuwa jambo la kumpatia Bwana jina kwa ajili ya ishara ya milele ambayo haitaharibiwa. Hiyo ndio kitu unafaa, hiyo ndio kitu unatarajia, kwa sababu ya dhambi yako, kwa sababu ya uovu wako, kwa sababu ya mienendo yako ya uovu, unatarajia miba na michongoma, lakini unapata miti ya misunobari, unapata mihadasi, unapata mambo mazuri, kwa sababu umepatanishwa na Mungu katika mwili wa Yesu Kristo. Usipuuze mwito huu wa Injili. Usipuuze sauti ya Yesu Kristo inapokuja kwako siku ya leo. Usipuuze sauti ya Bwana anapokutangazia kuhusu kifo cha mwana wake aliyekufa kwa ajili yake, kwa ajili yako siku ya leo. Anakuita leo umwamini, anakuita leo umpokee, anakuita leo umjue, anakuita leo akuoshe, anakuita leo akutakase bure. Kuja ununue bila nini, bila pesa. Njoo bure, free of charge. Haulipi chochote hapa. Usikuja ati lazima nifunge. Kuja venye uko na hiyo uchafu yako yote, kuja venye uko na hiyo dhambi yako yote. Wacha Mungu Mwenyezi akutakase, wacha Mungu Mwenyezi akuoshe, wacha Mungu Mwenyezi akuhakikishie kwamba amekufanya kuwa mwana wake. Mungu Mwenyezi na abariki neno lake linapohubiriwa hapa Umta, kwa jina la Yesu naomba. Mwenyezi Mungu wa milele, asante sana kwa hii siku ya leo. Mwenyezi Mungu wa milele, asante sana kwa ile kazi ambayo unafanya katika ulimwengu, kwa ile kazi ambayo unafanya katika mtaa wa Majengo, kwa ile kazi ambayo unafanya katika kuliinua jina takatifu na mwana wako Yesu Kristo ambao ulimtoa kama patanisho kwa wenye dhambi. Mungu Baba, tunaomba kwamba jinsi ulivyomuinua kutoka kaburi, Mungu wangu, basi fanya kazi yako hakika, umuinue miongoni mwa hawa watu, wapate kuona utukufu wa Yesu Kristo, wapate kuona utukufu wa damu yake, wapate kumgeukia yeye na kukugeukia wewe uliyemtuma, Mungu wangu, kwa utukufu wa jina lako, na wapate kuokolewa. Naomba haya yote katika jina tukufu la Yesu Kristo mwana wako, ambao umemtuma kwetu na ambao umemweka kama Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Naomba yote kwa jina lake. Amen. Yesu wa baraka.